tuweze kuondoka, kwa sababu ibada haiwezi kukamilika bila neno. Si ni kweli? Asante. Inamisha uso wako. Baba wetu wa mbinguni, asante kwa fursa hii na wakati mwema ambao umetupatia wa kuweza kushiriki neno lako. Asante Mungu wa rehema, maana hauandai watu wako bure. Unawaandaa ukiwa na kusudi juu ya maisha yao, unawaandaa ukiwa na sababu. Asante maana umeandaa wapendwa hawa ili waje waweze kula katika meza yako. Na sisi sote, hata mimi niko tayari kula katika hiyo meza. Bwana ni asante. Tunenee sote kadri na uwezo wako. Bariki maisha ya kila mmoja wetu kwa jina lako Yesu, waomba na kushukuru. Amen. Amen. Luke chapter number 5. Luka mlango wa 5 na mstari wake wa 6. Luke chapter number 5 and verse number 6. And when they had done this, they caught a great number of fish, and their nets was breaking. And their net, not nets, their net was breaking. Nitasoma kwa Kiswahili. Basi walipofanya hivyo, walipata samaki wengi, na nyavu zao zikaanza kukatika. I want to speak about things that will hinder us from great catch this year. Mambo ambayo yatatuzuia ama vizuizi vitakavyotuzuia mwaka huu kuvua zaidi. Vitu ambavyo vitatuzuia. Sasa hapa ni wakati Yesu Kristo alipokuwa katika ziwa la Genesareti. Akawapata Simoni Petro na wale wavuvi wengine wamefanya kazi usiku wote mzima wa kuvua bila mafanikio yoyote. Hawa Simoni Petro na wale ambao walikuwa wanavua nao walikuwa wamestaabika usiku wote. Na unajua usiku kuna baridi, usiku kuna hatari, na wale wavuvi wengi huwa wanaenda kuvua usiku ndio waweze kuvua samaki wengi. Tukiangalia kama wavuvi wetu wale ambao huwa wanaenda wanavua pale Lake Victoria, wanaingia mpaka mahali panaitwa Migingo. Unakuta wakati mwingine wamekamatwa na wale askari wa Uganda ama wanajeshi wa Uganda. Ni kwa sababu pengine wameenda kuvua, lakini wametaabika. Ndio waende mpaka wavuke mipaka ya Kenya, wametaabika kwa sababu ya kutopata samaki katika ziwa letu. Hivyo ndivyo kulivyokuwa wakati wa Yesu pale Genesareti. Simoni Petro akasumbuka sana usiku wote mzima na wale wavuvi wengine bila kupata kitu chochote. Walikuwa wamechoka kupita kiasi. Usingizi ulikuwa ni mwingi. Na pengine hata walikuwa na majeraha kidogo ya mikono yao kukatwa na zile nyavu. Kwa hivyo walifanya hiyo kazi bila kupokea. Lakini Yesu alipokuja anawaita, anawaambia njooni. Anapanda kwenye chombo kimoja na anaanza kuzungumzia ule umati uliokuwa hapa. Yesu akawazungumzia. Baadaye anamuita Simoni Petro, anamwambia panda kwenye hii shua, then enda mpaka kilindini, shusha nyavu zako kilindini na utapata. Naye Simoni Petro kwa sababu ya kule kutii, obedience, akaweza kuchukua hiyo hatua ya imani na akaenda akarusha nyavu zake. Na aliporusha ile nyavu, akakamata yeye na wavuvi wengine, wakakamata samaki wengi sana. Bwana asifiwe. Na hapo ndipo tumefika mstari wa 6. Na wakakamata samaki wengi sana. Lakini ni baada ya kutii sauti ya Bwana wetu Yesu Kristo. Bwana asifiwe. Unajua watu wengi tuna miss the mark. Watu wengi tunakosa kubarikiwa kwa sababu ya kutotii. Jambo la pili ambalo linafanya sisi tunakosa kubarikiwa ni kwa sababu ya kutofuata maagizo, following instructions. Wengi wetu tunakosa kumuona Mungu katika maisha yetu. Tunakosa kupokea baraka za Mungu kwa sababu ya kukosa kufuata maagizo. Bwana atukuzwe. Petro akafuata maagizo ya Yesu, akatii sauti ya Yesu, akavua samaki wengi.
Sasa ni mambo gani? Vizuizi vipi ambavyo vinatuzuia sisi ama vitatuzuia mwaka huu kutovua zaidi mwaka huu? Kizuizi cha kwanza ni uoga. Fear. Uoga. Fear prevents us from seeing opportunities. This year when wakati utakuwa na ule uoga, wakati utakubali uoga ukutawala, utazuia wewe kuona mema. It will prevent you from seeing opportunities. Kwa hivyo mtu wa Mungu, weka uoga kando. Proverbs chapter number 1 and verse number 27. Proverbs 1:27. Weka uoga kando, na unapoweka uoga kando, basi utaweza kumuona Mungu na utaweza kupokea baraka na utaweza kuvua zaidi. Kama Simoni angeliogopa kuenda mahali ambapo Yesu anamwambia nenda ukarushe nyavu zako, hangelivua na hangeweza kupokea wale samaki. Methali 1:27. Neno la Mungu nasema, hofu yenu ifikapo kama tufani, na msiba wenu ufikapo kama kisulisuli, dhiki na taabu zitakapo wafikia. Watu wa Mungu, tunahitaji kuweka uoga kando. Weka uoga kando. Ukitaka kuvua zaidi mwaka huu, if you want to receive a great catch 2022, then put away fear and press on and move on towards the mark. Bwana asifiwe. Endelea kumwamini Mungu, usiogope. Hata kama tufani itakuja kiasi namna gani, usiogope. Proverbs chapter number 10 and verse number 27. Methali 10:27. Neno la Mungu nasema hivi, kumcha Bwana kwaongeza siku za mtu, bali miaka yao wasio haki itapunguzwa. Wale watu ambao ni waoga, ukisoma nakala nyingine inasema wale watu ambao ni waoga miaka yao itapunguzwa. Kwa hivyo wewe mtu wa Mungu, usiogope. Huu mwaka sio mwaka wa kuogopa. Ili tuweze kuvua zaidi na ili tuweze kuvua sana, tusiogope watu wa Mungu. Bwana asifiwe. Acha tuwafikie watu, wacha tuwahubirie watu. Alika mtu kanisani, usiogope. Mhubirie, mwambie Yesu anampenda. Mwambie habari njema, usiogope katika jina la Yesu. Bwana atukuzwe. Jambo la pili ambalo litatuzuia mwaka huu, second hindrance, is ignorance. Ignorance will hinder us from a great catch. Ignorance. Do you know why so many people today are perishing? Do you know why people today are languishing in problems? It is because of ignorance. Ni kwa sababu ya kutofahamu ama kutojua. Now, ignorance will prevent us from making good decisions in life. Ignorance itakuzuia wewe mtu wa Mungu kufanya maamuzi yaliyo bora. Mtu wa Mungu, omba Mungu mwaka huu akupe hekima inayopita fahamu zote. Akupe hekima iliyo na nguvu. Don't be ignorant of the word of God. Don't be ignorant of prayer. Watu wengi leo hii hata ukiwaambia twende maombi, bado hawaoni umuhimu wa maombi. Na hiyo inawafanya wasifanye maamuzi yaliyo bora. Jambo lolote ambalo litakufanya wewe mtu wa Mungu usifanye maamuzi mazuri, unahitaji kuachana nacho, kwa sababu itakuzuia wewe kuvua kwa wingi mwaka huu. Tunavua baraka, tunavua afya nzuri, tunavua ushindi, tunavua utajiri. Kama utafanya maamuzi mabaya mwaka huu, then kuvua kwako kutakuwa na dosari. Bwana atukuzwe. Haleluya. Matendo ya Mitume mlango wa 3. Naenda kwa haraka kwa sababu nataka tumalize kwa dakika 10 hivi, tutakuwa tumaliza. Matendo ya Mitume mlango wa 3 mstari wa 17. Acts of the Apostles chapter number 3 and verse number 17. Neno la Mungu nasema hivi kwa Kiswahili, nitasoma kwa Kiswahili. Matendo ya Mitume mlango wa 3 na mstari wake wa 17.
Neno la Mungu lasema hivi: basi sasa ndugu, najua ya kuwa mliyatenda haya kwa kutokujua kwenu, kama na wakuu wenu walivyotenda. Mlitenda mambo hayo kwa kutojua, kama na viongozi wenu vile walivyotenda. Kwa hivyo mlifuata mifano ya viongozi. Hili ni kanisa la Matendo ya Mitume. Halikuweza kufanya kulingana na akili zao, liliweza kufanya matendo ama kufuatilia kulingana na viongozi. Ni kama sasa hivi tumeingia msimu wa siasa, na kuna watu hata wananiwatch live. Tumeingia katika msimu wa siasa. Usikubali kuongozwa na mwanasiasa, kuambiwa inukia huyu, piga huyu, fanya tendo hili, na unaenda kufanya mtu wa Mungu. Hata wale mnaonisikiza katika mitandao, usikubali kuongozwa na wanasiasa kwa njia ambayo ni mbaya, kwa sababu wengi watakuja wakisema kabila hili lipigane na kabila hili. Hatutaki watu wa kabila hili mahali hapa. Msikubali watu wa Mungu, msikubali kugawanywa kwa misingi ya kikabila. Msifuate hawa viongozi walio na mawazo machafu, walio na mipango michafu kinyume na Wakenya. Usikubali. Mtu wa Mungu usikubali. Bwana asifiwe. Usikubali. Lakini sikula chaguo ni lako. Mimi sitakwambia upigie mtu fulani, hapana. Ni wewe mwenyewe utachagua. Bwana asifiwe. Na uombe Mungu akuongoze. So ignorance inatufanya tunakosa kufanya maamuzi yaliyo sawa. Na hiyo ndio ilikuwa katika hili kanisa la Matendo ya Mitume. Jambo la tatu ni anger. Anger will delay your great catch. Anger will hinder you from great catch. It will prevent you from seeing clearly. Hauwezi kuona vizuri. Anger, hasira. Mnakumbuka katika Mwanzo, Genesis 49 and verse number 7. Mnakumbuka wakati Yakobo ameita watoto wake wote aweze kuwabariki. Anafika mstari ule wa 7. Anazungumza, anamwambia Lawi na Simoni, wewe Lawi na Simoni mmelaaniwa, hasira yenu imelaaniwa, kwa sababu mliua mtu kupitia kutumia a jaw of an ox. Mliua mtu kwa hasira zenu. Kwa hivyo hasira yao inalaaniwa. Mpaka wakati Musa anapokuja katika Deuteronomy 33, anapokuja anasema Lawi na Simoni, tumi mienu na liburi mienu iweze kung'aa zaidi. Anatoa ile laana. Ni mchungaji tu peke yake anaweza kutoa ile laana, kwa maneno ya baraka atakayozungumza juu ya maisha yako. Bwana asifiwe. Na sio kutapatapa. Kaa kwa mchungaji mmoja, lishwa na neno, funzwa, then uweze kuelimika na kuwajibikia maisha, na utapokea baraka. Kwa hivyo hasira yao ikalaaniwa. Na mtu mwenye hasira, neno la Mungu linasema kwamba ni mpumbavu. Wewe mtu wa Mungu usiwe mtu mpumbavu, usiwe mtu mwenye hasira. Kuwa mtu ambaye ni mwerevu, mtu asiye na hasira. Hata ukikasirika, neno la Mungu linasema katika Waefeso, hata ukikasirika usikasirike zaidi atijua liende mpaka lilale. Hapana, kwa sababu we are human beings, na ukasirika is our nature. Lakini usikasirike mpaka utende dhambi. Bwana asifiwe. Unapokuwa mtu wa kutoa ile hasira haraka, kuwa mtu wa kutoa ile hasira haraka, ili uweze kukubali baraka za Mungu ziweze kuingia katika maisha yako. Jambo haya mambo mengine nitayazungumza kwa sababu ya masaa yetu. Haleluya. Lakini andika tu. Jambo lingine ambalo litatuzuia sisi kupokea huu mwaka kwa wingi ni doubt. Doubt will prevent us from believing in ourselves. Doubt. Doubt ni Kiswahili. Shauku. Ile shauku itakuzuia wewe mwenyewe hata kujiamini wewe mwenyewe. Unaanza kuona na mimi ni bora, mimi nastahili, sistahili. Itakuzuia. Kwa hivyo shauku itakuzuia mwaka huu kutovua. Jambo lingine ni hate. Yale madharau.
hate. Hate will prevent us from becoming better persons. So we need to put off hate. Put off hate. If this year you want to receive a great catch, put off hate. And another thing is unforgiveness. Unforgiveness. Wewe mtu wa Mungu, ili uweze kubarikiwa, samehe. Haijalishi huyo mtu alikutenda nini, msamehe. Wewe haujatenda mambo makubwa kama Yusufu. Yusufu alidharauliwa na ndugu zake. Wakamfunga, wakamtupa katikati ya msitu, wakachimba shimo, wakamuingiza ndani. Kesho yake walipokuja, baada ya wao kuamua wasimuue, kesho yake walipokuja, mmoja wao anasema tumuuze kwa Wamidiani. Wanamuuza kwa Wamidiani. Nao Wamidiani wanaenda wanamuuza tena Misri, na anajipata katika nyumba ya Farao. Angalia vile Mungu anavyomwandalia meza. Wewe haujakuwa na uchungu kama ule wa Yusufu. Imagine ndugu zako mliozaliwa nao pamoja wakushike, waende wadanganye baba umeliwa na wanyama, wakushike, wakufunge, ulale usiku wote mzima ndani ya kichaka, then kesho yake wakuuze mahali ambapo hata hawajui hawa ni watu gani. Wa Midiani ni watu ambao wanapita, they were nomads, ni watu walikuwa wanapita tu, wananunua slaves wakienda, na wananunua huyo Yusufu. Lakini Mungu naye ni nani? Anakuwa ametayarishia Yusufu meza. Yusufu anaingia katika nyumba ya Farao, anaoa msichana wa Farao ambaye anaitwa Asenaa, na anazaa watoto wawili, Manase na Efraim. Lakini anapozaa wale watoto, anampatia jina Manase, kusema Mungu amenisaidia kusahau taabu na shida ambazo nilikula katika nyumba ya baba yangu. Na Efraim anasema Mungu amenikumbuka katika nchi ya ugenini, amenibariki na kunipanua. Bwana asifiwe. Wewe haujapitia uchungu kama huo, haujapitia huo uchungu kama huo. Samehea. Ni nani ambaye amekutenda dhambi? Ni nani ambaye amekutenda uzula? Ni nani ambaye amechukua vitu vyako? Ni nani ambaye amekushtaki bila wewe kuwa na mashtaka? Msamehe. Forgive them. And when you forgive this year, you will receive a great catch. Bwana asifiwe. Inamisha tu uso wako. Nina mambo mengi ambayo siwezi kuyazungumza sasa. Angalia tu, sijui ni nani ambaye alikukosea. Nimalize na hiyo. Sijui ni jambo lipi ambalo limekuudhi kwa muda. Samehe. Forgive. Na wakati unaposamehea unapona. Wakati unaposamehea unafungua milango ya baraka. Wakati unaposamehe, huyo mtu anabarikiwa na wewe unabarikiwa. Forgive such a person. It doesn't matter who took away your joy. Just forgive that person. Maybe you're in this auditorium and you are falsely accused. Forgive such a person. Maybe your joy was taken. Forgive that person. Samehe. Samehe. Inamisha tu uso wako tu. Inamisha uso wako. I just want you to take a moment and just talk to God by yourself.